bwana Senya. Alafu mimi ninavyomfahamu bwana ni mwanajeshi mstaafu, yaani atampa kipigo kile ambacho hajawahi. Ila bwanangu bwana, wanawake rafiki yangu bwana, yaani mimi sabda nilimwelewa kinoma noma. Sasa si kwa sababu sina sasampa. Eti sasampa ni wanawake wana roho ngumu kinoma noma eti. Mimi nimemwelewa mwenyewe kwenye maisha yangu ni sababu. Mimi nampenda Chifu. Nini? Tulia. Pole. Baba. Wewe unamwingiza binti yangu ndani. Baba. Kaa chini utakuwa pumbavu. Kwa mstahimilivu. Punguza hasira. Umeona ni mwanamke ufanye mara? Nakuuliza. Hapana. Inatosha. Sasa. Nakufundisha ndoa. Na wewe? Nakufundisha ndoa. Punguza hasira. Inatosha. Sawa? Unanisikia sawa? Baba. Ustadi. Fanya kazi yako. Lakini baba sio. Mbavu. Ndakuwa wewe. Mbavu wewe. Hata umalaya nini hapa? Taki umalaya nini? Maliza kazi yako. Na hii utavaa. Bayo. Mke wangu. Habari hapa? Salama mume wangu. Unaendeleaje? Sijambo. Nasikia kuna mtu alikuja kukuulizia ni nani wewe? Wakati nipo kwa Chifu kuna hela nilikopa. Kwa hiyo yule mwenye hela yake ndo alikuja kuifuata. Ni kama shilingi ngapi? 10,000 tu mume wangu. Kumbe ni pesa ndogo hiyo, mimi nikajua sijui 100,000, 50,000. Tutailipa tu, sawa? Sawa. Hamna shida. Kuna amani. Sasa mume wangu, kuna jambo nataka nikueleze. Najua mimi sipo sawa. Mimi najisi ni mjamzito. Na kwa nini labda ujihisi mjamzito? Mimi ni mwanamke. Kwa ndo maana naelewa kwamba mimi ni mjamzito. Kiukweli kama ikiwa hivyo mimi nitafurahi sana, kwa sababu naona kabisa tunakwenda kutengeneza familia iliyo bora. Lakini nitakuwa nimetimiza ndoto za kwenda kuzaa na msomi sasa. Sawa. Sasa kuna umuhimu wa kuweka akili ili ikitokea kama ni kweli iweze kutusaidia huko mbeleni. Sawa, umeongea kitu kizuri sana. Mimi wacha nikutafutie kama shilingi 50,000 hivi. Lakini unahisi hiyo 50,000 unaweza kufanya biashara gani? Mume wangu, 50,000. 50,000 inatosha nini sasa? Sasa naomba unisikilize mke wangu. Unajua nyumba ni kubwa sana. Lakini nyumba inalindwa na mlango. Mlango nao unalindwa na kufuli. Lakini kufuli inafunguliwa na funguo ambayo funguo ndio kitu kidogo sana kuliko vitu vyote vya Mungu kutajia. Kwa hiyo hivyo basi tafsiri yake, unapothamini kitu kidogo inaweza kukufungulia vitu vikubwa sana katika maisha yako. Na hata hiyo 50,000 ambayo nataka kukupa, kama unaheshimu, unaweza ukashangaa tu kama bilionea. Basi sawa, nimekuelewa. Lakini inabidi uende ukalete kipimo ili nipime tu na uhakika zaidi. Kuhusu kipimo wala usijali, na hiyo 50,000 nitakupatia ili angalau uweze kufanya biashara, ukopesha sabuni hapa kijijini. Lakini hata kama nitapata zaidi ya hiyo nitakupatia ili uweze kufanya biashara. Asante. Kuwa na amani. Hapa ndio kwa bei.
Bei mwenyewe ndo mimi. Mdogo, ukimaliza kazi zako zote nyosheni papai. Mdogo, siku ya pili sasa hivi Simoni mdogo wangu Sabra, umempeleka wapi? Nimemwozesha. Muozesha? Kwa nani? Kwa Malebo. Unazidi kumwozesha Sabra kwa Malebo? Unahakika gani kwamba wale walikuwa wapenzi au walikuwa katika mahusiano? Binti yangu, labda nikuulize swali. Nimekuta chumba kimoja na Malebo, na Malebo kavua shati, yuko kifua wazi. Unafikiri nini kiendelea pale? Mimi mnao tu. Na wewe nakupa hiki moja. Wote mwanaume hapa. La sivyo tutagombana. Sitaki puuza hapa nyumbani kwangu. Jamii nachukuliaje mimi hapa? Naishi na nini? Mimi sina mwanamke. Watu wataelewa vipi mimi hapa? Na ukichelewa kufanya hivyo, nisikute mtaani mwanaume yote na kijana yote. Ni ndoa tu. Hapo mwendo wa ndoa tu. Sawa? Kaka, mbona umekaa hapa peke yako afu katika hali ya huzuni? Na dhahiri shaili furaha yako imeambatana na huzuni. Unaweza ukaniambia tu kakaangu, shida ni nini? Ni kweli dada, huzuni umekumbatia furaha yangu. Nimekaa hapa najaribu kuwaza, mimi nitaishije? Jamii inazunguka itanionaje mimi? Kwani kuna shida gani? Nimeozeshwa. Umeozeshwa? Umeozeshwa na nani? Na umemwoa nani? Nimemwoa Sabra na nimeozeshwa na baba yake. Sabra huyu mchumba wake chifu? Kaka, kwani mlikuwa mna mahusiano? Hapana dada, sina mahusiano na Sabra. Japo baba yake baada ya kutoka ndani tupo mimi na Sabra akaanza kwa tuna mahusiano. Kumbe la hasha. Sabra alikuwa anamsubiri chifu. Sasa kinachoniumiza, yaani nawaza nitawezaje kuishi na Sabra kama mke wangu hali ya kuwa alikuwa shemeji yangu. Lakini pia nawaza mahusiano yangu na chifu yatakuwaje, kwa sababu wale walikuwa wapenzi na mimi ndio nilishiriki kwa 100% kuunganisha. Sijui hata itakuwaje. Kaka, hapo cha kukushauri mimi ni nani ninachokiona, yule mwanamke mpe talaka. Dada, hiko kitu hakiwezekani. Ndio maana nimekaa hapa nawaza nitafanya nini. Kumbuka baba yake ni mwanajeshi mstaafu. Mbaya zaidi amenionya, jambo lolote lile bali sije likamkuta mwanae. Na endapo akipata na jambo lolote basi mimi nitakiwa cha mtema kuni. Unadhani nitafanyaje?
Yaani Sabra nimpende, nimbembeleze, nimpetipeti. Sasa kaka, sikia, mimi simuogopi kuoa wanajeshi wake mstaafu wala nini, na hapa naenda huko tukajue mbichi na mbivu. Dada tafadhali usifanye. Karibu. Sina shida ya karibu yako. Hivyo mzee, umepata ujasiri hapo kumwozesha binti yako kwa kakaangu? Hivyo binti, kumwozesha kaka yako kwa binti yangu inakuhusu nini wewe? Kwa sababu yule ni kakaangu mimi. Nikuulize swali. Uliza. Kaka yako ana vyumba vingapi? Kimoja. Kama ana chumba kimoja, nimemkuta binti yangu amekaa kitanda kimoja na kaka yako, mimi ningefanyaje? Hivyo mzee ni ovu sana eh? Una ushahidi gani kama Marebo na Sada na mahusiano? Au unataka kutumia wanajeshi wako ustaafu vibaya eh? Mbavu! Ndio chako itakuwa halali yangu. Ondoka kwangu. Ondoka. Penda. Ondoka. Mbavu! Aileen. Where Aileen? Aileen. Where Aileen? Unakuja kufanya nini? Usinikwambia mimi hapa naishi na wazazi. Kwa nini nafanya hivyo? Nisikilize Aileen. Nimeshaambiwa kila kitu. Kwa una mwanaume mwingine unaishi naye hapa. Alafu unanidanganya hapa kwa wazazi wako, si ndio? Si nilikwambia tangulia utakuja. Kwa nini umekuja kuleta fujo lakini? Acha ujinga wewe. Yule aliolala pale ni nani? Aileen. Unaniona mimi mjinga, si ndio? Unaniona mimi mjinga? Wewe ni nani ambaye unapata ujasiri wa kuja kugonga dirishani kwangu bila hata uoga? Naitwa Mwapila. Ni mchumbake wa Aileen. Aileen, anachozungumza huyu mbwa ni kweli? Sasa, sikiliza bro. Hata kama Aileen ni mchumba wako, mimi ni nani?
Ni demo wako? Sasa unavyonichungulia vile kama nimelala boxer nimeweka pembeni, unataka uone nini? Uone makende, si ndio? Wewe akili huna, hujafundwa, hujakaja ndoni eh? Nisikilize nikwambie kitu bro. Sijaja kupoteza muda. Nimekuja kumfuata mchumba wangu. Aileen, tuondoke. Baba! Kango umeua. Chozi langu limenifunza kusimama katikati ya dhoruba. Kwa haya ninayoyaona duniani, bado moyo wangu haujakata tamaa. Nimeona vita vya maneno na kimya. Nimeona marafiki wakigeuka kuwa wageni.